Sijui uzungumze lugha gani ili thamani ya amani katika mji iweze kujulikana na kufahamika. Sijui tuzungumze lugha gani waweze kutufahamu. Pamoja na kwamba anakiri tupo katika maisha ya amani, kila mmoja anakwenda pirika zake. Kuna watu wanaingia ndani saa 8 za usiku ndani. Fanya hivyo Falastini hivi sasa, kafanya hivyo Libya hivi sasa, bali kuna baadhi ya miongo hapo nyuma Kenya tu hapo hakuweza mtu kutembea saa 4 ya usiku. Wazanzibari wa Tanzania kwa ujumla tunajimwaga katika wakati wowote mtu kutoka na kurudi nyumbani kwa sababu tu mji wetu una amani. Lakini kinapofikia kipindi kama hichi, ukianza kuizungumza amani hali ya kuwa sisi watu wa dini ni jukumu letu, sisi watu wa dini ni jukumu letu na ni haki yetu na ni wajibu kwetu pale tunapoona inaharibika kuwarejesha watu katika amani iliyokuwa ya sawa sawa. Lakini unapozungumza mada kama hizo, mwingine atatafuta upenyo ili mradi tu asikubaliane na hali halisi jinsi ilivyo. Anaweza tu mtu akakwambia tunakubali amani lakini haki kwanza, haki kwanza. Masuala ya haki na kutokuwa na haki yapo katika mlango mwingine katika mambo ambayo mmeyachagua. Sisi tunapoizungumzia dini katika mazingira yote ile, mada ni amani, tutakutaka wewe uwe mmoja katika wale ambao wanafata maelekezo ya Allah ndani ya Qur'ani, bali maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala zima la kuhakikisha wewe ni mmoja kati ya watu ambao ni sababu ya kupatikana amani katika mji wetu.